Sam, tafadhali, kama kuna kosa lolote ambalo binti yangu amekufanyia, naomba msamehe. Baba, ninakuheshimu sana, lakini siwezi kuvumilia tabia ya binti yako, japokuwa ninampenda. Maana amekuwa akiniaibisha hadharani mara nyingi sana, na kama haitoshi, aliwafukia hadi washirika wangu wa biashara na kunifanya nipoteze wateja wa muhimu sana kwenye biashara zangu. Ninaelewa unavyojisikia Sam, na pia pole sana kwa kupoteza wateja wako wa muhimu, lakini nakuhakikishia kuwa sasa hivi Chausiku wamebadilika. Baby, naomba unisamehe, nimebadilika. Sam, kama ulivyomsikia mwenzio, ni kweli amebadilika. Unajua hii adhabu uliyompa na kumrudisha hapa nyumbani kwangu zaidi ya mwezi mmoja imempa funzo kubwa sana. Baba, nimempa Chausiku nafasi nyingi sana, lakini kila mara anarudia makosa yale yale. Kwa kweli nimechoka na sitamani hata kurudiana naye. Baby, naomba unisamehe na kuahidi sitarudia tena makosa niliyofanya. Sam, mpe mwenzio nafasi nyingine na uruhusu ndoa yenu ichanue. Sawa baba, nimekusikia. Kwa hiyo umemsamehe? Ndiyo baba, nimemsamehe. Asante sana baby, na kuahidi sitakuangusha safari hii. Karibu kwenye ulimwengu wa ndoto hadi. Karibu boss. Karibu madam. Huyu ni nani? Huyu ni mfanyakazi wa ndani, nilimchukua ulipoondoka ili anisaidie kazi za nyumbani. Sawa, lakini tayari nimerudi. Kama wataka aondoke ni sawa tu. Hapana, hakuna haja ya kufanya hivyo. Sitaki kuwa sababu ya mtu kupoteza kazi yake, maana sasa hivi nimebadilika na ninataka kuwa mtu bora zaidi. Nafurahi kusikia hivyo baby, nakupenda sana. Nakupenda pia. Kwa nini umerudiana na yule mwanaume wakati bado unataka kuwa na mimi? Sikiliza mpenzi, unajua mume wangu ni tajiri sana na ana heshima kubwa sana kwenye jamii. Kwa hiyo kama mume wako ni tajiri, lazima nilinde hadhi yangu mpenzi. Hivi unajua faida ninazopata kwa kuwa mke wake? Kwa hiyo unamaanisha mimi sina faida kwako, si ndio? Hapana, sijamaanisha hivyo mpenzi. Au unadhani nampenda? Maana naona kama ushaanza kuwa na wivu. Mimi wala sina wivu, ila nimekasirika kwa sababu mara ya mwisho alikaribia kutukamata. Na pia ile siku niliona mfanyakazi wa ndani. Huoni kwamba anaweza kuja kutuchoma? Usiogope mpenzi, nitaongeza umakini zaidi. Na pia nakuahidi kwa kilichotokea mara ya mwisho hakitatokea tena. Na vipi kuhusu yule dada wa kazi? Kuhusu yule dada wa kazi wala usiwe na wasiwasi, kwa sababu yeye muda mwingi huwa anakuwa bize na kazi zake. Sawa, njoo hapa mpenzi, maana nimekumisi sana. Nimekumisi pia. Karibu kwenye ulimwengu wa ndoto hadi. Unafanya nini? Ninafua nguo zangu. Unafua nguo zako kwa kutumia mashine ya kufulia? Ndiyo mama. Nyamaza, unatoa wapi jeuri ya kunijibu? Unajua mimi ni nani? Sasa sikiliza, wewe ni mfanyakazi wa ndani tu katika nyumba hii. Na kwa kuwa mama mwenye nyumba nimerudi, haki zote ambazo mume wangu alikupa nimezifuta. Umenielewa? Ndiyo mama. Sasa niambie, uliona wapi mfanyakazi wa ndani akitumia mashine kufulia nguo zake? Kwanza umepata wapi ujasiri wa kuweka vinguo vyako vichafu mahali ambapo nguo zangu naziweka? Samahani mama. Hebu toka hapa. Nimesema toka, mpuuzi mkubwa wewe. Malaika, we Malaika. Abe mama. Hebu njoo utoe huu uchafu wako kwenye mashine. Karibu kwenye ulimwengu wa ndoto hadi. Baby, hebu tulia basi. Baby, mbona unakuwa hivyo lakini? Hawa unipendi tena.
Baby, nakupenda, ila tatizo ni kwamba nimechoka. Leo nilikuwa na siku ngumu sana kazini. Lakini baby, hatujafanya chochote tangu tuliporudiana. Najua mpenzi, ila nakuahidi tutafanya hivi karibuni. Kwa sasa naomba uniache kwanza. Basi sawa, nakupenda. Nakupenda pia. Malaika, we Malaika. Abe mama. Hii ni nini Malaika? Unazungumza nini mama? Mbona hapa jikoni ni pachafu sana? Ina maana mimi nakulipa ili jiko langu liwe chafu hivi? Hapana mama. Hebu niambie Malaika, wewe unafanya kazi gani hasa katika hii nyumba? Nilikuwa nasafisha chumbani kwako mama, na nilikuwa nataka nikimaliza kusafisha chumbani kwako nije kusafisha huku jikoni. Wewe ni mjinga Malaika, tena ni mjinga kabisa. Ina maana mimi nakulipa ili uwe mzembe hivi? Kwa nini unaniangalia hivyo? Unataka kunipiga? Hapana mama. Au unataka kunishtaki kwa mume wangu? Hapana mama. Sikiliza nikuambie Malaika, unadhani ukimwambia mume wangu atakuamini wewe mfanyakazi wa ndani kuliko mimi? Na hata akikuamini na kuamua kunifukuza, amini usiamini, sitakuwa peke yangu ninavyoondoka, hata wewe utaondoka pia. Umenielewa? Ndiyo mama. Sasa safisha hapa na uhakikishe panang'aa kabla sijarudi. Malaika, we Malaika. Abe mama. Sasa sikiliza, wakwe zangu wanakuja leo na sitaki aibu hata kidogo. Kwa hiyo nataka chakula kiwe tayari kabla hawajafika. Yaani nataka aina zote za vyakula viwepo. Kama unataka mahitaji zaidi ya jikoni niambie. Nilinunua jana baadhi ya mahitaji sokoni. Vizuri sana, pia nahitaji na vinywaji viwepo. Vinywaji vyote pia vipo mama. Vizuri. Na kuhusu nguo zako nilizozichukua nimeziacha juu ya kitanda. Hivyo unaweza kuchukua moja ili usionekane kama mtu anayeteseka. Asante mama, asante sana. Nafanya haya yote kwa sababu nataka tuonyeshe taswira nzuri leo. Sasa unaweza kwenda. Sawa mama. Mama karibu. Asante sana. Vipi mama, safari yako ilikuwaje? Namshukuru Mungu, safari ilikuwa nzuri. Baby, kwani kuna mtu mwingine anakuja? Ndiyo. Karibu, ingia, mlango uko wazi. Shikamo baba. Marahaba. Baby, mbona hukuniambia kuwa baba yangu anakuja? Sikukwambia kwa sababu nitaka iwe surprise. Kwa kifupi ni kwamba nitaka tujumuike wote siku ya leo kwa kuwa sisi wote ni familia. Oh, sawa. Malaika. Malaika. Abe bosi. Malaika, cha usiku anaishije na wewe hapa nyumbani? Kusema kweli amekuwa. Nimekuwa nikiishi naye vizuri sana. Hebu angalieni jinsi alivyopendeza. Na isitoshe nimemuongezea hadi mshahara wake. Ulimuongezea mshahara wiki iliyopita, sivyo? Ndiyo, nilimuongeza mshahara wiki iliyopita. Wewe umejuaje? Aliniambia. Alikuambia? Kwani alikuambiaje? Kama unataka kujua, ngoja nikwambie ukweli. Malaika hapa ni mmoja kati ya familia yangu. Yeye ni binamu yangu na si mfanyakazi wa ndani. Siku nilipoiambia familia yangu kuhusu sisi kurudiana, walipanga mpango wa kujaribu kuona kama kweli umebadilika. Lakini ukweli ni kwamba tabia yako ilizidi kuwa mbaya zaidi. Hukumwonea tu Malaika hapa, bali pia ulileta mwanaume ndani ya nyumba yetu. Mungu wangu. Ulipata wapi ujasiri wa kuleta mwanaume ndani ya nyumba yetu cha usiku? Baby, samahani. Unasema samahani? Wewe ni sikio la kufa cha usiku, na sikio la kufa siku zote halisikii dawa. Usiseme hivyo mume wangu, mimi bado nakupenda.
Samahani sana baba kwa uamuzi huu unaotaka kuchukua. Unataka kuchukua uamuzi gani tena mwanangu? Uamuzi wangu ni kwamba mimi na binti yako hatuwezi kuendelea na hii ndoa tena, na safari hii sitaki kushauriwa na mtu yeyote yule.